na mimi. Haya, ita malaika katika siku yako ya leo. Ita malaika atangulie katika njia zako. Mwambie Bwana, atanguliza malaika katika njia zangu, ninapokwenda ofisini, ninapokwenda kwenye biashara, ninapokwenda kwenye kazi zangu, ninapokwenda shuleni, ninapoenda kila eneo la ibada, ninapoenda eneo la kuabudu. Ili wiki nzima iwe wiki ya mafanikio, ili wiki nzima iwe wiki ya baraka, ili wiki nzima iwe wiki ya ushindi. Bwana unitangulie, Bwana uonekane, Bwana unishindie. Haya, tamka mahali ulipo, mwambie Bwana nitangulie siku ya leo. Mwambie Bwana uonekane siku ya leo. Mwambie Yesu uonekane siku ya leo. Pasiwe na giza njia zangu zote, pasiwe na mitego njia zangu zote, pasiwe na utelezi njia zangu zote. Inawezekana adui amenitegea mitego, inawezekana adui ameniandalia mitego, lakini Bwana wa majeshi, naomba njia zangu zikapate kuwa nyeupe, naomba njia zangu zikapate kuwa wazi. Nifungulie malango ya siku ya leo, nifungulie malango ya siku ya leo. Malango yapate kuwa wazi wakati wa mchana, malango yapate kuwa wazi wakati wa usiku. Fungua malango ya ushindi, fungua malango ya baraka, fungua malango ya ushindi. Natamka ushindi katika siku ya leo, malango yapate kuwa wazi. Wewe ambaye unanisikiliza, omba. Wewe ambaye unanifuatilia, omba. Yapo malango ya siku ya leo, ikiwa ni Jumatatu ya wiki hii, tarehe 18 mwezi wa 5. Lipo jambo Mungu anakwenda kulifanya, lipo jambo Mungu anakwenda kulifungua, lipo jambo Bwana wa majeshi ameliandaa siku ya leo. Lakini adui na yeye amejipanga ili kuibia, ili kuteka. Natamka baraka na ushindi, natamka baraka na uponyaji, natamka njia zako zifunguliwe, natamka njia zako zifunguliwe. Omba mahali ulipo, tamka mbele za Bwana. Tamka baraka, tamka ushindi. Roho wa Mungu apate kwenda pamoja na wewe, Roho wa Bwana apate kwenda pamoja na wewe. Asante Yesu kwa ukuu wako na neema yako. Asante Bwana kwa nguvu zako za kipekee. Asante Yesu kwa kibali chako ambacho unakiachilia hapa. Asante kwa kuwa unakwenda kunishindia. Asante kwa kuwa unakwenda kuonekana. Asante kwa kuwa unakwenda kujitukuza. Asante kwa kuwa unaenda kuachilia baraka. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega, wewe ni wa kwanza, wewe ni wa mwisho. Nakwenda kuanza na wewe Bwana, nakwenda kuanza na wewe Yesu, nakwenda kuanza na wewe Mungu uliye hai. Kama ulivyosema ya kwamba utaweka juu yetu ahadi za Baba, utaweka juu yetu ahadi ya Baba, habari ya kutuletea Roho wako katika siku ya Pentekoste. Bwana, ahadi yako ipate kutimia. Bwana, ahadi yako ipate kujitukuza. Bwana, ahadi yako ipate kuonekana. Ni katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako utambaye pamoja na mimi, ahadi yako ipate kutimia. Ahadi zako Bwana wa majeshi zipate kujitukuza, ahadi zako zipate kuonekana, ahadi zako zipate kujitukuza. Asante kwa ukuu wako, asante kwa baraka zako, asante kwa ushindi wako, asante kwa kuwa umeonekana, asante kwa kuwa utanishindia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Tunamtukuza Yesu kwa ajili ya asubuhi njema. Yes. Maandiko yanasema katika kitabu cha nabii Isaya 60 kwanza mstari wake wa kwanza, na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Neno la Bwana linasema ya kwamba ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Amen. 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 Amina.
Ondoka uangaze. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya kuangaza. Amina. Unapoamka ni lazima kumuomba Bwana aangaze pamoja na wewe, nuru yake ipate kukuzukia. Amen. Utukufu wa Bwana upate kutuzukia. Amina. Bwana wa majeshi hapendi tuendelee kulala. Yes. Kuna watu wameshaamka lakini bado hawajainuka. Yes. Kuna watu wako barabarani lakini bado hawajainuka. Amina. Asubuhi ya leo ninatamka ukainuliwe na Bwana. Yes. Asubuhi ya leo ninatamka ukainuliwe na Yesu. Amen. Inawezekana kabisa umeamka lakini nafsi yako bado imelala. Yes. Nafsi yako bado imeinama. Ndio. Nafsi yako ikainuke asubuhi ya leo. Yes. Upate kuwa na uchangamfu kwenye kazi zako. Yes. Upate kuwa na amani kwenye kazi zako. Amani. Upate kuwa na ushindi kwenye kazi zako. Ushindi. Inuka uangaze. Amen. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Amina. Unajua nuru ya Mungu ikiwa imeshakuja, ndio Bwana ametuandalia nuru yetu katika Jumatatu ya leo. Amen. Ile nuru imekuja lakini kuna watu bado wamelala. Ndio. Kuna watu bado wameinama. Ni lazima uinuke. Ndio. Ili hiyo nuru ya Bwana ambayo sasa inakuwa ya kwako ipate kukutangazia. Amina. Ipate kukuongezekea. Amen. Anasema Roho tukufu wa Bwana ndio umekuzukia. Amina. Maana tazama giza litaifunika dunia. Inawezekana siku ya leo yes, giza limeifunika dunia nzima. Amina. Lakini wewe ambaye umeinuka na Bwana, yes, wewe ambaye umerise, yes, unakwenda kushine. Amina. Unakwenda kuangaza. Amen. Giza halitakuwa upande wako siku ya leo. Amina. Giza halitakuwa upande wako siku ya leo. Amina. Bwana atakufunika na nuru ya utukufu wake. Amen. Haleluya. Amina. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Amina. Hebu hapo dakika moja mwambie Bwana, naomba utukufu wako uonekane juu yangu siku ya leo. Naomba utukufu wako uonekane juu yangu siku ya leo. Chochote nitakachokifanya nikifanye kwa utukufu wako. Chochote nitakachokigusa nikiguse kwa utukufu wako siku ya leo. Bwana, utukufu wako uniangazie. Bwana, utukufu wako uonekane. Inawezekana unakwenda hospitalini, inawezekana una magonjwa kwenye mwili wako, unahitaji utukufu wa Mungu ukaonekane juu yako. Utukufu wa Mungu ukionekana, uponyaji unaingia, viungo vinapona, viungo vinabarikiwa. Hakuna kulala tena, hakuna kusinzia tena. Tayari ni nuru ya Bwana imeshazuka. Mwambie Yesu sasa mahali ulipo, dakika moja ya maombi, mwambie Bwana, utukufu wako uwe juu yangu, nuru yako iwe juu yangu, nuru yako inizukie asubuhi ya leo. Utukufu wako uonekane juu yangu sasa. Bwana unayetenda maajabu, Bwana unayetenda miujiza, nuru yako kwenye kazi yangu, watu nitakao kutana nao, utukufu wako ukiwa juu yangu. Hata nikikutana na adui, hata nikikutana na mtu mwenye nia mbaya, maadamu utukufu wako utanizukia, utakuwa juu yangu. Hakuna adui wa kuniwekea mitego, hakuna adui wa kunishinda, hakuna adui wa kuniangusha. Popote pale ulipo unapofuatilia, nuru ya Bwana ikuzukie, utukufu wa Bwana uwe juu yako. Chochote unachokwenda kutamka, kuna watu wanakutana na wateja uso kwa uso. Usipokuwa na utukufu, wateja utawapoteza, wateja watakimbia. Unashangaa wateja wanakwenda, wateja hawarudi tena, kwa sababu kuna giza limefunika uso wako. Bwana, achilia utukufu wako uwe juu yangu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina lenye nguvu, katika jina lenye uweza, katika jina lenye mamlaka zote. Nuru ya Bwana ikanizukie ninapokutana na watu kwenye mikutano, ninapokutana na watu kwenye kazi, ninapokutana na wateja kwenye interview, kwenye shule. Kama ni mwalimu, ukiwa na utukufu wa Mungu juu yako, wanafunzi watafurahia masomo yako. Kama ni mwanafunzi, utaelewa kwa urahisi. Omba utukufu wa Bwana uwe juu yako, uwe kwenye utosi wako. Popote
popote unapokwenda, utukufu wa Bwana ukaonekane, nuru ya Bwana ikaonekane, kibali cha Bwana kikaonekane. Asante kwa ukuu wako e Bwana, asante kwa nuru yako e Bwana, asante kwa ushindi wako e Bwana. Najua unanipandisha, najua unaniongeza, najua unakwenda kunishindia, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Kitabu hichi cha Isaya 60 kinanifurahisha sana. Amina. Ninakipenda sana kwa kuwa huwa kinanipa nguvu. Yes. Huwa kinanipa matumaini. Yes. Huwa kinaniamsha vizuri. Yes. Kwa hiyo ninapenda na wewe asubuhi ya leo uamke na kitabu hichi. Amina. Mstari wa 4, mstari wa 3 anasema, mataifa na mataifa wataijia nuru yako, na mataifa wataijia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa mapambazuko yako. Sasa unapochelewa kuamka, ule mwanga wa mapambazuko unakuwa umeizimisha. Yes. Unakuwa umepishana nao. Amina. Inatakiwa wakati mapambazuko yanainuka, Yes, na wewe unainuka. amina. Ule mwanga wa mapambazuko yako. Ndio. Kwa hiyo kila mwanadamu anayo mapambazuko yake. Amina. Na kuna mwanga ambao umeandaliwa kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Amina. Kila mwanadamu Yes. ameandaliwa mapambazuko. Amina. Sasa unapoamka mapema, Ndio. ndipo ule mwanga wa mapambazuko yako Yes. watu wanaanza kuujia. Amina. Unapopishana na mapambazuko, Ndio. kuna watu walitakiwa waje wayafuate mapambazuko, Yes. waufuate mwanga wako, Yes. lakini hawatakuja. Amina. Matokeo yake wapo ambao wataleta giza. Giza. Nguvu za giza huwa zinafuata giza. Amina. Adui huwa anatafuta jinsi ya kukuzimisha mwanga wako. Amen. Unapoamka asubuhi, Yes. ipo nuru ambayo Mungu anakupa mwanga. Amina. Unapoipata kwenye mapambazuko. Ndio. Haleluya. Amen. Amka mapema, amka na Yesu, amka na Bwana, ili yale mapambazuko, ile nuru ya Mungu iambatane na wewe. Amen. Anasema mataifa wataijia nuru yako. Kila mwanadamu Yes. anayo nuru. Amina. Unapoamka asubuhi, unaamka na nuru. Amen. Na shetani wakati wa usiku, Yes. huwa anaweka mikakati ya kuizima nuru, Yes. ya kukutia giza, Amina. ili popote unapoenda uwe ni mtu wa kukataliwa, Yes. uwe ni mtu wa kushindwa, Amina. uwe ni mtu ambaye haukubaliki popote. Amen. Ukiona unakataliwa kila mahali unapoenda, kila eneo unalokwenda, Yes. ujue kabisa ile nuru imezimishwa. Amina. Ule mwanga wa mapambazuko yako umezimishwa. Amen. Lakini Bwana anasema na mataifa wataijia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa mapambazuko yako. Amen. Ninatamka asubuhi ya leo, hakuna wa kuzimisha nuru yako. Amina. Hakuna wa kuzima mwanga wa mapambazuko yako. Amen. Hii ni mwanga ambao unakupa kibali popote unapoenda. Yes. Hata usipoenda mahali, Ndio. mataifa watakujia. Yes. Kwenye biashara yako unaweza ukakaa kwenye fremu yako ya biashara, Yes. kama huu mwanga umeangaza, Ndio. kama hii nuru imeshakuzukia, Yes. mataifa watakujia. Amina. Ninatamka asubuhi ya leo, Leo. wewe unayenifuatilia, Ndio. mwanga wako wa mataifa wayafuate wenyewe, Wenyewe. wateja wakufuate wenyewe, Amen.
wale destiny helpers, ndio, watu wa kukusaidia katika destiny yako, ndio, katika hatima yako. yes, Wakufuate, wakujilie wao wenyewe. amen. Yani Mungu awaweke katika mstari, ndio, wa kutafuta mahali ulipo, amina, wa kukufuata mahali ulipo, hapata kuwa na kizuizi tena, hapata kuwa na kushindwa tena, ndio, hapata kuwa na giza tena. yes, Giza limepanguliwa, giza limeondolewa, ile nuru ya Bwana, yes, inakuzukia asubuhi ya leo, amina, na utatembea nayo wiki nzima, yes. Leo Jumatatu, ndio, kesho Jumanne, Jumatano, Alhamisi, yes, Ijumaa, Jumamosi, mpaka Jumapili, yes. Nuru ya Bwana ikuangazie, amina. Mwanga wa mapambazuko yako, yes, utakuwa upande wako, amina, katika njia zote, yes. Unashangaa kwa nini watu wananiona kama takataka? Yes. Kumbe inatakiwa asubuhi na mapema, ndio, unakamata mwanga, unaikamata nuru. yes. Maandiko yanasema ni mwanga wa mapambazuko yako, amina, sio ya mtu mwingine, ni ya kwako wewe. Jinsi unavyoamka, ndio, ndivyo siku yako itakavyokuwa, amina. Jinsi unavyoenda ndivyo siku yako itakavyokuwa, amen. Je, umeamka katika mapambazuko? Yes. Je, umeamka na nuru ya Yesu? Yes. Kama hujaamka na nuru ya Yesu, usitegemee mataifa kukujia. Amina. Unavyozidi kuisoma hii Isaya 60, ndio, ina mambo mengi mazito, amen, ambayo msingi wake upo katika kuinuka. Amina. Upo katika kuinuka na kuangaza. Amina. The way you rise is the way you shine. Yes. Lazima ukashine katika siku ya leo. Amen. Natamka kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Angaza. Amina. Inuka na nuru ya Bwana inakuzukia. Amen. Utukufu wa Mungu unakamatwa asubuhi. Utukufu wa Mungu unakamatwa mapema. Unapoanza siku kwa maombi, utukufu wa Bwana, yes, unakuwa mikononi mwako. Amina. Unakuwa juu yako. Yes. Mstari wa 4 anasema hivi: inua macho yako utazame. Naomba uwawekee wanaofuatilia, wawekee hili neno kwenye mtandao. Hiyo Isaya 60 kwanza mstari wa kwanza, na sasa tuko mstari wa 4. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyungani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Amina. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Amina. Mambo mazito, mambo mazuri. Amina. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Natamka leo, yes, utiwe nuru kwa jina la Yesu. Amen. Kuna opportunities ambazo huwezi ukaziona, amina, bila ya kutiwa nuru. Yes. Macho yako yakitiwa giza, opportunities hautaziona. Yes. Hautajua. Amina. Hautaona chochote mbele yako. Yes. Lakini ukishatiwa nuru, moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Amina. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Yes. Jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Ili moyo wako utetemeke na kukunjuka, panahitaji maandalio. Ili siku yako ipate kuwa ya kutiwa nuru, ndio, ni lazima moyo wako utetemeke na kukunjuka. Amina. Unakunjuka vipi? Leo Bwana akakutie nuru katika kila hatua unayoifanya. Amen. Leo Yesu akutie nuru katika kila hatua unayoifanya. Yes. Anasema kwa wingi wa bahari utageuzwa na kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Amen. Unajua
Tunaposema wingi wa bahari, maana yake bahari ni media ya transportation. Yes. Wafanyabiashara zamani walitumia bahari, Yes, kusafirisha utajiri, amina, kusafirisha neema walizotoka nazo kwenye nchi zao, ndio, kupeleka nchi za mbali. yes. Sasa ule wingi wa bahari Ndio, utageuzwa kuelekea upande wako. amina. Hapa tunazungumza juu ya chaneli za utajiri. Ndio, katika siku ya leo, yes, zitageuzwa kukujia, amina, zitageuzwa kukujia, yes, zitageuzwa kukujia, amina. halafu utajiri wa mataifa Ndio, utakuwasilia. yes, Kuna watu ni international, yes, kuna watu wana utajiri wa kimataifa, ndio, kuna watu wana destiny zao katika mataifa mbalimbali, yes, lakini wingi wa bahari haujawageuzia upande wao. ndio. Natamka asubuhi ya leo, wingi wa bahari, yes, ugeuze upande wako. amina. Njia zote, Yes, utajiri wote unaosafirishwa, yes, baharini, ndio, kwenye merikebu, yes, kwenye manowari, ndio, kwenye boti, ndio, kwenye njia zote za bahari, kutoka nchi za ng'ambo, ndio, kutoka mashariki ya mbali, yes, asubuhi ya leo utakujia. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, amina. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Pigie Bwana Yesu makofi na ushindi ni wa kwako. Amina. Basi tunakwenda kuomba sasa zile njia zote za utajiri, yes, zile njia zote za mafanikio, yes, zile njia zote za baraka, ule wingi wa bahari, yes, ugeuze upande wako, yes, ugeuze upande wako, yes. Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana unayetenda maajabu, yes, Bwana unayetenda miujiza katika asubuhi ya leo, naomba njia zote, njia za mafanikio, njia za baraka zikageuzwe sasa, zije upande wangu, zije upande wangu, utajiri wa mataifa uniwasilie hapa, utajiri wa mataifa unifikie hapa, unifikie hapa asubuhi ya leo, katika siku ya leo. Natamka Bwana, natamka Bwana, njia zote za kuinuliwa, za uponyaji, njia zote za kuinuliwa, za utajiri, za ushindi, njia zote za mafanikio, za uponyaji zikaonekane, zikanishindia, zikatujilie, zikanipigilie, hizo njia zikaje mbele zangu, ule utajiri, zikaonekane, ile neema ya siku ya leo, neema ya wiki ya leo, ikaonekane, neema ya baraka ikaonekane, nguvu zako, neema ya wiki nzima ikaonekane, mipaka yote, malango yakafunguliwe, malango yawe wazi, kila eneo yawe wazi, malango yote yawe wazi, ya asubuhi na yafungua, yawe wazi na yafungua, ya baraka na yafungua, ya neema na yafungua, ya kibali na yafungua, yakawe wazi, malango yote asubuhi yafunguliwe leo, asubuhi ya leo yafunguliwe leo, malango yote yafunguliwe leo, ya kuinuliwa yafunguliwe leo, malango yafunguliwe leo, ya kazini, popote unapoenda, malango popote unapopita, Roho wa Bwana ninayafungua, afungue malango, ninayafungua, afungue njia kwa damu ya Yesu, wingi wa bahari kwa damu ya Yesu ukaelekezwe, nageuza direction ya bahari, nije upande wangu, direction ya mifereji ya baraka, direction ya mito ya baraka, naigeuzia kwenye biashara yangu, naigeuzia kwenye kazi yangu, naigeuzia kwenye nyumba yangu, direction, I redirect, naigeuza ya baraka, direction ya baraka ya utajiri, ya maisha yangu, ya baraka ya kufanikiwa, naigeuza leo, naigeuza leo, ya kibali, naigeuza leo, naigeuza leo, upande wangu, direction ya bahari, direction ya baraka, upande wangu, yeye kwangu, ije kwangu, kutiwa nuru kwenye familia, kubarikiwa kwenye nyumba, kutiwa nuru, ije kwangu. Natamka leo, hiyo direction natamka leo, ninaigeuza leo, nuru ya Bwana, baraka, nuru ya Bwana, nuru ikanizukie. Yes, endelea kuomba hapo ulipo, nuru ya Yesu ikafuke, nuru ya Yesu ikaonekane katika moyo wako,
moyo wako ukatetemeke na kukunjuka, moyo wako ukapate kuwa na furaha siku ya leo. Moyo uliokunjuka ni moyo wenye furaha. Anasema ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Nataka kuona, Bwana, nifungulie macho nitie nuru katika siku ya leo. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Waambie Bwana, I will see. Waambie Bwana, I will see and I'll be radiant. I will see and I'll be radiant. My heart will tremble. My heart will rejoice. My heart will tremble. My heart will rejoice. Waambie Bwana, nakuhitaji asubuhi ya leo. Waambie Bwana, naomba njia zako ziwe pele upande wangu. Bwana, baraka zako, wealth iwe upande wangu. Baraka za bahari, baraka za njia panda, baraka za njia zote nazidirect upande wangu, nazidirect upande wangu. Utajiri wa mataifa, the wealth of the nations, the wealth of the nations will come on my side, will come in my direction, will come on my direction, will come on my side. The wealth of the nations, the wealth of the nations, I declare and I decree, wealth of the nations, come on my side, come on my side. I declare this week is the blessed week, is the blessed day. Bless my Lord, bless my path, bless my path. Waambie Bwana, achilia baraka, baraka kwenye njia zangu, achilia nuru kwenye njia zangu, achilia nuru, achilia nuru kwenye njia zangu. Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, kila kilichofunguliwa, kila kilichofungwa, Bwana kilete, iwe converted, iwe redirected. I redirect the wealth of the nations. I redirect wealth of the nations onto my life, onto my business, onto my finances, onto my family, onto my life, onto my family, onto my business, onto my workplace. I redirect wealth of the nations. Omba redirection ya baraka za kimataifa, ya utajiri wa kimataifa uje upande wako katika jina la Yesu, katika jina la Mungu aliye hai. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Mungu ni mwema. Yes. The Lord is good. Yes. The Lord is good. He's good. All the time. Say amen. Amen. Bwana, tunakutukuza kwa wema wako na fadhili zako na ukuu wako. Yes. Kibali chako kipo pamoja na sisi. Tunajua ya kwamba nuru yako imeshatuzukia. Tunajua ya kwamba ile nuru ya mapambazuko yangu, nuru ya mapambazuko yangu, ule utukufu wa Bwana uko pamoja na mimi. The glory and the brilliance of the Lord has risen upon me. Amen. Basi tunamshukuru sana Bwana kwa ajili ya asubuhi njema. Kumbuka ya kwamba tupo kwenye maombi ya mafungo kwa ajili ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Wakati Yesu alipopaa, aliwaambia mitume ya kwamba msitoke Yerusalemu, endeleeni kusubiri, kwa maana katika siku chache zijazo mtapokea nguvu kutoka juu atakapowajilia Roho Mtakatifu. Tukiwa katika siku ya 4 ya maombi ya kufunga, wewe ambaye unasikiliza, natamka ya kwamba haujachelewa. Ungana nasi, ambatana nasi katika maombi, na Yesu akubariki sana. Penda kuungana nasi zaidi kwa ajili ya kusapoti huduma hii ya asubuhi, basi utatuma sadaka yako kwa namba 0765 260 692 kwa kodi ya 255 Tanzania.
Walio nje ya nchi utatanguliza 255 765 260 692. Na Bwana azidi kukubariki, azidi kuonekana kwenye maisha yako, na kutakia siku njema yenye baraka, na kutakia wiki njema yenye mafanikio, na kutakia baraka zote za siku hii ziwe mikononi mwako, na kutakia baraka zote za wiki hii ziwe mikononi mwako. Ambatana nasi katika sadaka yako ya kuanza siku, sadaka yako ya kufungua malango ya siku ya leo. Naomba hapo mafundi mitambo utawawekea namba kwa ajili ya sadaka, na wale ambao wanapenda kujiungamanisha zaidi siku ya leo, ama una jambo lolote ambalo unapenda tuendelee kuliweka kwenye maombi. Watumishi wa Mungu wanaendelea na huduma hapa Mwenge. Muda wowote unakaribishwa kwa ajili ya maombi na maombezi. Madhabahu ipo wazi kwa ajili ya kupokea baraka, kwa ajili ya kupokea ushindi, na mchana pia maombi yatafanyika na ukuu wa Mungu utaonekana. Uwe na siku njema, na Bwana Yesu Kristo akubariki. Unayekwenda kazini uende na Roho Mtakatifu, unakwenda shuleni uende na Roho Mtakatifu, unayekwenda katika mazingira yote ya biashara, popote unapoenda, Roho Mtakatifu awe nawe, na ubarikiwe sana na Bwana. Amen.